Katika siku za hivi karibuni, wizara imeshuhudia uwepo wa taarifa au malalamiko ya wananchi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii wakilalamikia serikali kuhusu kuvunjiwa maendelezo waliyoyafanya katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lakini vile kumejitokeza pia malalamiko ya baadhi ya wananchi kuhusu matumizi au umiliki wa baadhi ya maeneo. Yaani wanasema ile eneo la wazi, ila wazi wanaona yanafanyika kitu kingine. Sasa tukatoe ufafanuzi. Sasa ufuatiliaji wetu wa karibu umebaini kuwa baadhi ya wananchi hao kwa sehemu kubwa sio wa kweli na wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ajili ya kutafuta huruma tu kwa wananchi. Tuna mifano kadhaa. Kwa mfano, mnamo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuna dada anaitwa Rahel Soda alijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vilimkoti akilalamikia kuvunjiwa nyumba yake na kutuhumu halmashauri ya jiji la Dodoma kwa hatua ya kuvunja maendelezo yake. Sasa Bi Rahel Soda amejenga kwenye hifadhi ya barabara na pia kwenye kiwanja namba 42 Kitalu B Kikuyu Extension katika jiji la Dodoma, kiwanja ambacho kinamilikiwa na Bi Adelaida Mkoko. Wizara imekwisha kutoa ufafanuzi wa swala hili baada ya kupata maelezo ya kina kwenye serikali ambayo ndio pia msimamo wa wizara. Lakini vile vile tarehe 22 Agosti mwaka 2026 Bwana Maulidi Juma Bwana Maulidi Juma ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Medeli alitoa taarifa naye kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari akilalamikia serikali kuhusu uonevu aliofanyiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Makulu jiji la Dodoma. Lakini ukweli ni kwamba kiwanja kinacholalamikiwa ni kiwanja namba 212 Medeli kinachomilikiwa na Adam Simon Slai na anazo nyaraka zote ambazo alipewa tangu kipindi cha CDA. Maeneo mengine ambayo yamekuwa na mwelekeo wa utoaji taarifa kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuilalamikia serikali na kuomba usaidizi wa viongozi wakuu wa kitaifa ni utekelezaji wa hatua za mamlaka zenye wajibu kisheria za kusimamia hifadhi za umeme au reli kwenye maeneo ya Tegeta, Kwa Ndevu, Mavurunza na Kilungule Kimara katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara inatambua umuhimu wa mitandao ya kijamii na vyombo vya habari katika kufikisha taarifa zinazohusu changamoto mbalimbali za wananchi kwa serikali. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamekuwa wakitumia mitandao hii ya kijamii kutoa taarifa zisizo sahihi, wakitambua wazi kuwa masuala yao yamefanyiwa kazi kwa kuzingatia maamuzi ya mahakama au hatua za kisheria zilizochukuliwa na serikali ili kulinda haki za ardhi za wananchi wengine na mipango ya uendelezaji miji ambayo imeidhinishwa. Napenda kutoa rai kwa wananchi kuzingatia taratibu za kisheria za kupata ardhi na ujenzi mijini na vijijini ili kuepuka hasara za kubomolewa maendelezo wanayoyafanya kinyume na sheria.